Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali lako nzuri na ukhti yetu hapo alivyolijibu pia ni sawa, lakini nakusudia tu kuongezea kidogo kwenye hayo majibu. Kwa ufupi ni kwamba sababu zinazopelekea mwanamke au mke kujivua katika ndoa ni nyingi na zote zinarejea kwenye mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni mume kuwa na mapungufu ya dini. Zinarejea kwenye mambo matatu makubwa. Jambo la kwanza ni mume kuwa na mapungufu ya dini. Kwa mfano akawa haswali, hafungi, ni mlevi na kadhalika. Sababu ya pili jambo la pili ambalo sababu za kujivua kwenye ndoa zinarejea kwalo ni mume kuwa na mapungufu katika tabia. Mume kuwa na mapungufu katika jambo la tabia, hana tabia nzuri. Mathalan ni mvutaji wa masigara, anampiga mke hovyo. Asalamu alaykum. Shukran. Mathalan ana matusi mabaya na dharau. Basi kwa ujumla anaishi na mkewe kwa uovu na hana wema kwa mkewe huyu pia. Hii ni katika sababu pia zinazorejea kwenye mwanamke kudai kujivua katika ndoa. Waalaikum salam. Sababu jambo la tatu ni mapungufu katika mwili. Mathalan mwanaume hawezi kutekeleza lile ambalo ndio jambo kubwa lililopelekea aoe, hawezi kulitekeleza vyema kwa mkewe. Anaruhusiwa mwanamke katika hali hiyo kujivua katika ndoa au pia kudai talaka. Kwa ujumla mambo yote, sababu zote zinazopelekea mwanamke kujivua kwenye ndoa zarejea kwenye haya mambo matatu makubwa. Kwa ikiwa kwa mumewe mwanamke anaona upungufu katika dini au tabia au katika mwili, anayo ruhusa ya kujivua katika ndoa na hali ikiwa hivyo, baada ya nasaha kwenye baadhi ya sababu. Wallahu a'lam.